Sawa. Sasa tunafahamu kwamba Madam Sheba huko nyuma Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ilikuwa inatuhamasisha zaidi sana kwenda kuboresha taarifa zetu kwenye ile daftari la kudumu la mpiga kura, na mbali zaidi wanakuambia kwenda kuhakiki taarifa zao. Lakini tumeambiwa pia kwamba kuna namna pia mtu anaweza kufanya kuhakiki taarifa zake na kujua yupo kwenye orodha ama ile daftari la kudumu la mpiga kura. Hizi njia za kuhakiki taarifa ni zipi? Njia za kuhakiki taarifa, kwanza kabisa njia moja hapo ni kwenda katika kituo kile ulichojiandikisha na kuangalia ile orodha ya majina. Orodha ya majina itatolewa. Kwa hiyo wewe inabidi uende katika kile kituo ulichojiandikisha kwenda kuangalia katika orodha ya majina, je, jina lako lipo? Hiyo ni njia ya kwanza. Lakini njia ya pili, mtu anaweza akaingia katika simu yake, iwe ni simu ya kiswaswadu au ni smartphone, akaingia akabonyeza *152 *00 alama ya reli. Atakapopiga hiyo namba kuna maelekezo ambayo atayafata na ataweza kuhakiki kwamba je, jina lake lipo katika kituo husika. Atabonyeza *152 *00 alama ya reli ili kuhakiki taarifa zake. Lakini pia kuna namba za bure kabisa za kupiga ambazo ni namba ya huduma kwa mpiga kura, na akipiga namba hizo ataweza kuongea na watumishi wa tume, na namba hizo ni 0800 11 2100. Nitarudia tena 0800 11 2100. Lakini pia anaweza akaingia katika tovuti ya tume ambayo ni www.inec.go.tz. Kisha atabonyeza kiunganishi kilichoandikwa hakiki taarifa ya mpiga kura kwa kutumia anwani hiyo na kufuata maelekezo. Sawa. Bana, njia ni hizo Noa ndugu yangu za kuhakiki taarifa zako. Na kimsingi kama una kumbukumbu vizuri, unajikumbuka ulipoenda kuboresha taarifa zako kile kituo, basi wakishatoa ile listi pale, fika nenda kahakiki ili ujue kwamba una jukumu lako kama Mtanzania. Haki yako ya msingi ni kwenda kupiga kura na kuweza kuitumia ipasavyo. Hiyo inakuwa ni Oktoba 29. Lakini kuna kitu ambacho yamkini mimi na wewe tumeshawahi kukisikia alafu tukashindwa kufahamu kina maana gani. Rais Poto ama kura ya Rais Poto, watu wanaisikia sana na yawezekana uelewa wao ni wa kiasi. Kwa kuwa tunaye hapa Sheba Philip, mtu akisikia kura ya Rais Poto, hii inakuwa ni kura ya namna gani? Yaani ina tofauti gani hizi kura nyingine? Hebu tuambie huu mfumo. Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kwanza kabisa, kura ya Rais Poto au KRP ni kitu ambacho kimezinduliwa kwa mara ya kwanza mwaka 2025 na Tume Huru ya Uchaguzi ya Tanzania. Ni fursa ya Mtanzania kuweza kumpigia kura rais mahali popote alipo. Kwa maana gani? Kuna mwingine atakuwa yupo mbali na kituo ambacho amejiandikisha. Kwa hiyo yeye yule ambaye yuko mbali na kituo ambacho amejiandikisha atapata fursa ya kumpigia kura rais kwa jinsi ya kufuata hatua zifuatazo ambazo tume walishatangaza na kuzindua toka tarehe 19 mwezi wa 9. Na ili zoezi limeisha jana, lakini nitaelezea jinsi ambavyo ilikuwa. Ni kwamba kwa yule ambaye hana smartphone, anaenda kwa msimamizi wa jimbo husika pale ambapo yupo, ataenda atahamisha taarifa zake. Atasema mara ya kwanza alikuwa kwenye kituo gani, amejiandikisha na sasa hivi yuko kwenye kituo gani. Kwa hiyo taarifa zake zitahamishwa, na zitakapohamishwa ataweza siku ya uchaguzi tarehe 29 mwezi wa 10 kwenda kupiga kura kwa ajili ya rais tu, kwa sababu yeye yuko kituo tofauti. Kwa hiyo hii ni kwa ajili ya rais peke yake, sio mbunge na diwani. Hii ni mfumo ambao ni kwa kura ya president tu. Yes, ni kura ya president tu. Lakini pia kwa wale ambao wana smartphone, wao wataweza kuingia katika tovuti ya tume ile ambayo nimeitaja mara ya kwanza, na wataweza kubadilisha
taarifa zao kutoka kwenye kile kituo alichojiandikisha kuja kwenye kituo cha sasa hivi ambacho yupo, na akishahamisha taarifa siku ya tarehe 29 mwezi wa 10 ataweza kwenda kumpigia rais kura. Kuna watu kidogo wanajichanganya kwenye kura rais poto, wanafikiria ni kumpigia kura rais online au kupitia simu. Hapana, hapa unahamisha taarifa zako kutoka kwenye kile kituo ulichojiandikisha kuja kwenye kituo ambacho upo sasa hivi, unaweza kwenda kupiga kura. Kwa kura zote zitapigwa kwenye vituo ambavyo tumejiandikisha. Kwa lugha nyepesi ni kama upo sasa hivi Dodoma na umeelekea Singida, lakini tarehe 29 imekukuta kule, unahitaji kumpigia kura rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, basi unaweza kuhamisha. Hili zoezi limefungwa jana umesema Hili zoezi limefungwa jana tarehe 2. Kwa hiyo kuna wale watu ambao walishahamisha taarifa zao, basi wao ikifika hiyo tarehe 29 mwezi wa 10 wataweza kumpigia kura rais katika kile kituo ambacho wamehamisha taarifa zao. Asante sana. Tunarudi hapa na mpa pia mapumziko, lakini endelea kuniandikia ujumbe mfupi wa maandishi.